Naye naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi amemwonya Rais William Ruto dhidi ya kutumia mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani kama sababu ya kuongeza bei ya mafuta nchini Kenya. Mwangangi anasema badala ya serikali kutegemea sababu za misukosuko ya uchumi wa dunia, inafaa kuanzisha ruzuku ya mafuta ili kuwasaidia Wakenya kukabiliana na gharama kubwa ya maisha. Naibu huyo wa gavana alishtumu serikali kwa kushindwa kutimiza ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Pia amekosoa hatua ya kuongeza bajeti Ikulu, huku wananchi wa kawaida wakizidi kuathiriwa na kupanda kwa bei ya bidhaa. Mwangangi anasisitiza kuwa Wakenya wanahitaji hatua za kuwapa nafuu badala ya kuongezewa mizigo, na akamtaka Rais William Ruto kuweka mbele sera zitakazopunguza moja kwa moja presha ya kiuchumi kwa familia nyingi nchini Kenya. Rais mwenyewe alitumia maneno ya mafuta, high cost of living, ama gharama ya maisha kuwa juu, kuchaguliwa na Wakenya, na akasema hakuna siku yoyote Wakenya akiwa uongozini wataumia. Sasa tumeona chini ya miezi 2 iliyopita ameongeza bei ya mafuta na zaidi ya shilingi 100. Na niombe hii serikali, kwa sababu ni nyinyi mlioko mamlakani, kabla mjaenda nyumbani mwaka ujao kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tafadhali toeni kodi zozote na mrudishe ile program ya subsidy, ndio Wakenya at least bei ya mafuta iweze enda chini zaidi, almost 70%.